Karibu sana kwenye Crown Sports, wakili Alex Mgongolwa, mwanasheria nguli kabisa, na tuko live hivi sasa kwenye Crown Sports. Watu wengi wanataka kufahamu ipi tofauti kati ya kanuni na miongozo, ama kanuni inakuwa ina miongozo yake ndani yake, kwa sababu kumekuwa kuna mjadala hapa ambao unaosema kwamba kanuni zilifuatwa, lakini kwenye hizo kanuni kuna miongozo yake ambayo haikufuatwa. Tofauti iliyopo kati ya kanuni na miongozo ni kwamba kanuni ni zao la sheria. Kwa sheria ikitungwa, kwa mfano inaweza ikawa katiba ya chama, inaweza ikawa katiba ya federation au katiba ya chombo chochote kile chenye mamlaka ya kuanzisha sheria. Kwa hiyo sheria ile ikishatungwa huwa inatoa mamlaka, inatoa miongozo kwa chombo kingine kiweze kutengeneza kanuni. Kwa hiyo miongozo ile iliyotolewa kwenye sheria kwamba zitatungwa kanuni ili kuipa sheria ile utekelezaji. Kwa hiyo sheria, kanuni huwa zinakuja kwa ajili ya kuipa utekelezaji sheria. Kwa lugha ya kitaalamu wanasema kanuni zina operationalize sheria. Kwamba sheria ipo ili utekelezaji uwe na manufaa au uwe halisia zaidi, basi zinatungwa kanuni. Kwa hiyo kanuni ni mahususi kwa ajili ya utekelezaji wa sheria fulani. Kwa maana hiyo kanuni ndio kitu cha mwisho baada ya kutoka kwenye sheria. Ama kanuni ndio miongozo yenyewe. Miongozo ni ile inayotolewa na sheria kwamba zitatungwa kanuni kwa mujibu wa sheria hii. Kwa hiyo mwongozo ule ukishatekelezeka, kwa maana yake ni kwamba umetoa kanuni. Na kanuni zile zikiwa tayari zimekushatungwa, zenyewe ni kutekelezwa tu. Kwa sababu kanuni elekezi zinakuambia ufanye nini ili kuifanya sheria iwe hai. Okay, sawa. Pomka, bila shaka nani Jeff, una swali? Ndugu Alex, habari yako? Salama kabisa, pole wa kazi. Pole na wewe, na hongera pia kwa kazi yako nzuri ambayo unaifanya kwa faida ya Watanzania wote. Asante, nashukuru. Mimi nilikuwa naomba kuuliza swali moja ambalo sikupangie jinsi ya kulijibu, lakini unipe maelezo ya kutosha. Sawa, nitafanya hivyo. Labda utupitishe katika mchakato wa utengenezwaji wa kanuni hizi ambazo ziko zinasimamia mpira wetu kwa maana ya ligi na kila kinachoendelea. Na kwa msaada wa sisi ambao ni maamuma kwenye eneo la sheria na vitu kama hivyo, je, ni sahihi kusema kwamba kila kanuni ina muongozo wake? Kwamba kanuni ya ligi imetengenezwa alafu bado ije kutegemea muongozo wake kuifafanua hiyo kanuni? Na ningependa tunase ama stick kwenye muktadha wa mpira wetu wa Tanzania, ama kama unaweza pia kuwa na mifano mingine ambayo inastadifu mpira kwa maana ya CAF na FIFA, unaweza ukatumia hiyo mifano pia. Sawa. Sijui swali langu limeeleweka ama maana yake inawezekana nimezunguka sana. Nataka kwenda Mbagala nikaanzia Bagamoyo badala ya kupita Kurasini. Amekuelewa, mpe nafasi. Mimi nimekuelewa. Kitu gani ambacho ungependa umma ufahamu? Asante. Umma, kitu cha muhimu kufahamu ni kwamba, kwa mfano, chama cha soka kimeanzishwa kwa mujibu wa katiba yake, ambayo katiba hiyo inahusiana na sheria za nchi pia. Lakini ni chama ambacho katiba ile inaonyesha uhuru, kwamba ni chama ambacho ni huru, kwa kina kanuni zake, kina sheria zake. Sasa pindi inapotokea, na ndivyo ilivyo, kwamba kuna katiba ya chama hicho, katiba hiyo inatoa maelekezo kwamba wajibu mkubwa wa chama kile ni nini. Kwa mfano, chama hicho ni kusimamia mpira, kuendesha ligi. Lakini baadaye chama hicho kiliona kwamba kuna haja ya kuanzisha bodi ya ligi ambayo ikakasimu mamlaka hayo kwa bodi ya ligi. Kwa hiyo bodi ya ligi katika kuendesha mashindano yoyote, ligi ikiwa mojawapo,
ni lazima kitengeneze kanuni kwamba mashindano yale yatakuwa na kanuni gani. Kwa hiyo tumetoka katika kiwango cha sheria, tumekuja katika kiwango cha kanuni. Kwa nini hivyo? Kwa sababu hili ni tukio mahususi, na kanuni maana yake ya kuja kuelekeza kitu ambacho ni mahususi. Na kutengeneza kanuni, kila kanuni ina mantiki yake, imekuja kwa ajili ya kuelezea jambo gani au hali gani. Na kila kanuni kutokana na misingi hiyo ya kuwa na madhumuni mahususi inaeleza au upaswa kueleza kwamba kanuni hiyo ikivunjwa nini kinatakiwa kitokee. Kwa maana na hiyo subiri. Kwa maana consequence nini kinatakiwa kitokee. Na hiyo imewekwa mahususi kwa ajili ya kuwasaidia wale wanaotekeleza, kuwaondoa katika fikra na mapenzi yao na mahaba yao binafsi, ila waendane na kanuni inavyosema. Hiyo kanuni zikishakuwa zimetungwa kwa mujibu wa sheria husika, huwa zinatoa maelekezo, kwa maana zinatoa athari kwamba kanuni hii mantiki yake ni hii, na itakapovunjwa kinachofuata ni hiki. Kwa hiyo kanuni ikitengenezwa kwa vyovyote vile huwa inadhamiria kwamba iweze kutekelezwa. Na itekelezwe kwa namna gani? Itekelezwe kwa namna ya kwamba kanuni ile ina athari gani pale itakapokuwa imevunjwa. Tunapozungumzia mwongozo kwenye kanuni kwa kauli tu ya kawaida, hapa tunamaanisha nini tunaposema mwongozo kwenye kanuni? Au kama haipo pia tuambie haipo. Kuna maana elekezi. Kanuni inaelekeza nini? Kwanza inatoa yani inaeleza hali ya hilo tukio. Alafu inatoa maelekezo kwamba tukio hilo lisipofanyika nini kinafuata, kwa maana ya madhara. Itakuwa na athari gani? Ina effect gani kwa wewe kutofanya hiki? Kwa hiyo inaeleza madhara yake, au kwa lugha ya kitaalamu consequences zake. Kanuni haiweki pale kwa ajili ya mapambo, inawekwa kwa ajili ya utekelezaji. Tukirejea Mgongolwa kwenye ile barua ya TFF ya bodi ya ligi, ile taarifa ambayo wameitoa, kwenye maelezo yao wamezingatia kanuni, na pale waliposema kwamba wanakwenda kufanya uchunguzi, kuna kanuni pale wamezizingatia. Ukisoma hiyo barua au hiyo taarifa kwa umma yenyewe, lazima iwe imezungumza kanuni. Kwa hiyo mimi wewe ndio ulipaswa uniambie kwamba barua hiyo imetoa kanuni hii, kanuni hiyo inasema nini. Kwa hiyo uahirisho wote, swala la kuahirishwa ni swala la kikanuni. Kanuni inasema nini juu ya kuahirishwa na sababu gani zinaweza kupelekea kuahirishwa. Na mimi brother, hello. Nitaomba nisome kanuni ya 34 kifungu cha 3. Na ndio iliyotumika. Ndio. Inasema kuahirishwa kikanuni endapo timu itakuwa inacheza okay, ngoja nisome vizuri. Inasema kanuni ya 34 kifungu cha 3, kuahirishwa kikanuni endapo timu ya klabu itakuwa inacheza. Hapa sijui imenani vipi, lakini B nikiangalia matukio yaliyo nje ya kibinadamu, mfano maafa, vifo, majanga na ajali. C kuitwa kwa timu ya taifa wachezaji wasiopungua 3. Sasa ukiangalia hizi sababu na kilichotokea siku moja kabla ya mchezo, kulikuwa kuna haja ya kuahirisha game? Na je, tukio lililotokea lilikuwa linaashiria uvunjifu wa amani? Hilo ndio swali la msingi. Ukitazama hiyo kanuni, unaona kilichotokea kinaangukia katika kanuni gani hapa? Kwa sababu yule anayeahirisha natakiwa ndio atoe sababu, aseme kwamba kwa mujibu wa kanuni hii na hii naahirisha mchezo. Kwa kilichotokea kinaangukia kwenye kanuni gani hapo ulioisoma? Mimi sioni. Ni jambo jepesi kujua. Kanuni ya sheria ya kwanza huwa ni kwamba kanuni huwa inasomeka kwa lugha ile ambayo inajiwasilisha. Lakini pale utakapoona kanuni hiyo inakupa ukakasi
kwamba hali hiyo kama haijaelezwa, sasa tunazungumzia sasa zile kanuni nyingine za tafsiri ambazo ni za kitaalamu zaidi. Kuna kanuni ya dhahabu ambayo inaangalia nia ilikuwa ni nini, na kanuni ya kuangalia kabla ya hali hiyo ni kitu gani kanuni hii ililetwa ili kuweza kutibu madhara gani au ugonjwa gani. Kwa hiyo katika misingi hiyo wewe mwenyewe umeona kwamba hakuna sehemu ambayo ingeangukia. Nakushukuru sana na siku. Nashukuru sana mheshimiwa. Asante. Patamu hapo. Na Tosha. Swali langu la msingi lile kwamba kanuni na muongozo, nadhani ukisikiliza vitu alivyozungumza ndugu Alex Mgongolwa, hakuna mahali kokote ambako alizungumzia muongozo. Amesema muongozo ni ndo kitu ambacho kinatafsiri kanuni kwa maana ya ufafanuzi. Kanuni inawekwa alafu ufafanuzi wake ni 1 2 3 ambao upo kwenye kanuni, sio kwamba yani ni in fact hiyo ni kanuni. Muongozo unapatikana kwenye kanuni. In fact yani ukisikiliza maneno yake ni kwamba hamna muongozo. Yani kanuni imejitosheleza. Yani inavyojitafsiri maelezo yote yanayojitafsiri huko iko tu kwenye kanuni. Kitu mmekuja tena kukileta baada ya kukata. Lakini kama umemsikiliza vizuri, kanuni ina maelezo yake. Ina tafsiri yake kwamba inajieleza yenyewe. Kanuni ikivunjwa ni nini kifanyike? Umeona? Ni nini kitafanyika, ni nini kitafuata? Inajieleza yenyewe. Yani kanuni yenyewe ndio ina hayo maelezo kutoka kwenye sheria. Kama umemsikiliza vizuri, ambacho amefafanua tu ni kwamba kitu ambacho mtu unaweza ukakiita muongozo wa kanuni is mere explanation ambao uko ndani ya kanuni. Sasa ukisikiliza muongozo ndio uko kwenye kanuni. Lakini wewe mwanzo Hans ulisema mwanzo maelezo yako ya mwanzo. Ukimsikiliza Hans ulikuwa unazungumzia vitu viwili. Anakuambia kwamba kuna kanuni na muongozo. Baada ya kanuni kuna muongozo. Mimi nikauliza kwamba nikamwambia na nanukuu maneno yangu kwamba naomba unielekeze kama unamuelekeza mtoto wa miaka 5 kwamba kanuni ziliandaliwa na zikaandikwa wapi na muongozo nao ukaandikwa wapi, kwa sababu mimi naamini kwamba hakuna kanuni A alafu B muongozo. Kila kitu kimejielekeza kwenye kanuni, na ndio maana mwanasheria Mgongolwa wakasema kwamba kanuni inajielekeza. Ametumia hayo maneno ambao kujielekeza ndio muongozo wenyewe ambao uko ndani ya kanuni. Yani sio kwamba kuna kitu, yani you might as well not even mention huo muongozo. Yani ngoja nikwambie iko kwenye kanuni. Ndio maana nimekwambiaje, ukiandika kanuni uwezi ukaambatanisha na miongozo yake kwa pamoja. Hicho kitabu kitakuwa ni kikubwa kiasi gani? Kwamba kuna kitabu cha miongozo sasa ya hizo kanuni. Yani kitakuwa ni kikubwa kiasi gani? Ili kisiwe kikubwa, kuna kitabu cha miongozo kutoka kwenye hizo kanuni. Ndio maana nimekwambiaje, kila kanuni na muongozo wake. Ndio maana TFF wanavitaka vilabu kufuata kanuni, sheria na muongozo wake. Sawa. Kanuni hizi hapa. Yani hii simu yangu ndo kanuni. Miongozo ya kanuni zilizoko hapa nazipata wapi? Kwenye simu miongozo. Miongozo hizi TFF ukapate. Wewe umeenda kutafuta. Kwa maelezo yako wewe umeenda kutafuta. Ni hivi kanuni tumeenda TFF. Swali la Evans ni hivi. Hiyo si simu hiyo hapa. Yani huku ni na kanuni. Miongozo ya hizi kanuni huku nazipata wapi? Okay. Kanuni unayo. Ni sana kwenye Biblia. Ndio nakwambia mfano huu hapa. Hii ndo kanuni za mashindano ya ligi. Miongozo hizi kanuni napata wapi? Sawa. Kwa sababu umesema zikiweka hapa kitabu kitakuwa kikubwa. Swali zuri sana. Si simu ina maelezo yake pia kwamba hii simu inatakiwa itumie hivi. Subiri, nataka majibu kutoka kwa Hans. Swali zuri sana. Kwenye ile kanuni ulioiona ya 17. Yes. Kifungu cha 45. Yes. Umesoma imeandikwa kwa ufupi. Lakini ina muongozo wake, ina maelekezo yake. Sasa hiyo ndio maana nimekwambia nenda TFF katafute muongozo. Mbona hiyo kanuni hatujaenda kwa TFF? Evans kuwa muelewa basi. Okay. Crown Media. Hapa ni nyumbani.